Mchango wa kusafirisha wazazi wa mwanamitandao raia wa Marekani aliyefariki kwa kujinyonga visiwani Zanzibar anayejulikana kwa jina la Ashley Janney umeonekana kuendelea vizuri siku mbili tu baada ya kutangazwa kwake, ambapo mpaka sasa kupitia tovuti ya GoFundMe imefanikiwa kukusanya zaidi ya lengo ambalo wazazi hao waliomba kuchangiwa kwa ajili ya kusafiri kuja Tanzania kufuatilia uchunguzi wa tukio hilo, lakini pia na pamoja na gharama za kusafirisha mwili wa mtoto wao, ambapo mpaka muda huu umefanikiwa kukusanya dola za Kimarekani 50,213 sawa na fedha za Kitanzania shilingi milioni 130,333,735 ambazo zitawawezesha kushughulikia mchakato huo. Mtakumbuka wazazi hao bado hawajakubaliana na ripoti ya kwanza ya polisi ambayo inasema binti yao amekutwa amejinyonga kwenye chumba cha hoteli masaa machache baada ya kugombana na mpenzi wake ambaye kwa mujibu wa hoteli walitenganishwa vyumba baada ya ugomvi wao, na kuwa wanahitaji uchunguzi zaidi ili waweze kugundua kwa uwazi nani aliyehusika na kifo cha mtoto wao na haki iweze kupatikana. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Aprili 14 mwaka 2026 na Jeshi la Polisi visiwani Zanzibar, ulisema kuwa aliyekuwa mchumba wa marehemu anayefahamika kwa jina la Joe Khan wamemkamata yeye na kuzuia pasipoti yake ya kusafiria kwa ajili ya mahojiano. Aidha, kupitia taarifa ya Jeshi la Polisi inasema kuwa Ashley siku anayojinyonga Aprili 8, 2026 ndio siku ambayo aligombana sana na mchumba wake, na baada ya kuhamishwa vyumba ndipo akaamua kujinyonga kwa kutumia kamba ya gauni, na tukio hilo liliweza kugunduliwa na mhudumu ambaye alimuomba arudi baada ya dakika 10, ambaye pia alitoa taarifa ya dharura akapelekwa hospitali, na ilipofika Aprili 9, 2026 binti huyo akapoteza maisha. Mpaka sasa familia na watu kutoka mataifa mbalimbali wanaofuatilia sakata hili wanasubiri taarifa ya mwisho kutoka Jeshi la Polisi ili kujua kiini cha tukio hili lilopelekea binti huyo aliyekuja Tanzania kusherehekea siku yake ya kuzaliwa kupoteza maisha akiwa visiwani Zanzibar.